ifikapo tarehe 23 mwezi Machi nchi zote zifanye haya maadhimisho, zifanye shughuli mbalimbali za kukumbuka siku hii ya ukombozi wa bara la Afrika, lakini ikiwa ni sehemu ya kuhifadhi na kutunza kumbukumbu za ukombozi wa nchi zetu hizi za kusini mwa Afrika na bara la Afrika kwa ujumla. Lakini kwa nini siku hii ilipendekezwa, iliamriwa na wakuu wa nchi? Siku hii ya tarehe 23 mwezi Machi, katika mkutano huo kukumbuka tukio muhimu sana ambalo lilitokea mwaka 1988 mwezi Machi, ambapo inakumbukwa namna ambavyo majeshi ya Kiafrika yalivyopata ushindi mkubwa dhidi ya majeshi ya nchi ya Afrika Kusini, ambayo nakumbuka wakati huo Afrika Kusini ilikuwa chini ya serikali ya kibaguzi. Kwa hiyo katika jimbo la kusini mwa Angola, jimbo linaitwa Quarto Panoval, kulikuwa kuna pigano vita vikali sana kati ya majeshi ya Kiafrika na majeshi ya Afrika Kusini, ambayo yalikuwa yanazuia chama cha SWAPO ambacho kilikuwa kinapigania uhuru wa nchi ya Namibia kuweza kupata uhuru wake. Kwa hiyo majeshi ya Afrika Kusini yakawa yanapambana dhidi ya majeshi ya Afrika, na chama cha SWAPO ambacho kilikuwa kimepiga kambi yake pale katika ule mji wa Quarto Panoval kwa kushirikiana na majeshi ya nchi nyingine za Kiafrika pamoja na majeshi na uratibu wa majeshi mengine kutoka Cuba, waliweza kupata ushindi huo muhimu sana, na hivyo kulazimisha nchi ya Afrika Kusini kukubali kutekeleza maelekezo na azimio la Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 435 kwamba Namibia lazima iweze kuwa huru. Azimio hilo lilikuwa limeelekeza kwamba nchi ya Namibia lazima ifanye uchaguzi wake wa kidemokrasia, lakini majeshi ya Afrika Kusini yasitishe silaha na kuruhusu nchi ya Namibia iweze kufanya uchaguzi, lakini nchi ya Afrika Kusini ikawa inakataa. Kwa hiyo vita viliendelea kuilazimisha Afrika Kusini. Kwa hiyo tarehe 29 mwezi Septemba mwaka 1988 ndipo ushindi huu ukaweza kupatikana, ushindi muhimu sana. Kwa hiyo wakuu wa nchi katika kukumbuka hiyo siku ndio wakaelekeza kwamba kila mwaka tarehe 23 mwezi Machi tukumbuke hii siku muhimu kwa lengo la kuendelea kutunza kama njia ya kuendelea kutunza na kuhifadhi na kuenzi kumbukumbu na historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Lakini kwa nchi yetu ya Tanzania maadhimisho haya ni ya muhimu sana, kwa sababu sisi kama Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zilijitoa bila kujibakiza kuhakikisha kwamba mataifa yote ambayo bado hayajapata uhuru basi yanapata uhuru wake. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwa kuwakaribisha wenzetu, vyama vya ukombozi pamoja na makundi mbalimbali ya ukombozi hapa nchini kuja kupata misaada yote ya hali na mali, kuja kupewa mafunzo na mikakati na mbinu zote za kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata uhuru wao. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunaendeleza juhudi hizo za uhifadhi wa historia hii, wa kumbukumbu hizi, kwa sababu ni miongoni mwa nchi chache ambazo za Kiafrika ambazo zina kumbukumbu nyingi sana za hii historia. Kwa hiyo siku hii sisi kama Kituo cha Urithi wa Ukombozi, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tunaithamini sana siku hii kwa sababu kituo hichi kimeanzishwa lengo muhimu likiwa ni kutunza na kuhifadhi kumbukumbu za urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Hivyo leo hii tunaazimisha kwa kukaribisha watu wote hapa kituoni kuja kuyaona haya makumbusho yaliyopo, kuja kujifunza hii historia, kuja kukutana na wataalamu mbalimbali hapa, kueleweshwa na kupata elimu mbalimbali ya kumbukumbu mbalimbali zilizopo hapa kituoni, lakini na kupata uelewa kuhusu historia hii ya ukombozi wa bara la Afrika ambayo kwa kweli
ni haki za wa vijana wote, ni haki za Watanzania na Waafrika wote kuifahamu, kuijua ili iweze kutusaidia. Ni muhimu sana kwa vijana ili iweze kutusaidia katika shughuli zetu. Ukombozi wa kisiasa ulishakamilika, lakini tuna ukombozi mwingine ambao unaendelea, ukombozi wa kiuchumi, ukombozi wa kifikra. Vyote hivi vinaenda sambamba, vinategemeana. Ukishindwa kuielewa historia yako, hutaweza kuendelea vizuri huko unakotaka kwenda kama taifa. Kwa hiyo vijana ni muhimu sana waweze kuifahamu historia yao, ya nchi yao na nguvu ya nchi yao. Kwa kuifahamu historia ya ukombozi wa bara la Afrika ni jitihada pia za kukuwezesha wewe kufahamu mipango na malengo yapi ambayo kama taifa, kama bara la Afrika yanatakiwa kufanyika, na utashiriki vizuri ukiwa na hii nguvu ya kufahamu vizuri hii historia ya ukombozi. Ndivyo ambavyo sasa mipango yote ya kiuchumi, mipango yote ambayo kuanzia mtu mmoja mmoja mpaka taifa, mpaka bara la Afrika itafanikiwa endapo historia hii itahifadhiwa vizuri na itaeleweka vizuri. Kwa juhudi zilizopo kama serikali ni kuhakikisha kwamba historia hii inatunzwa vizuri, na ndio maana tupo hapa katika kituo cha urithi wa ukombozi. Ni jengo ambalo lina kumbukumbu muhimu, ni jengo ambalo lilitumiwa kama makao makuu ya kamati ya ukombozi ya OAU. Kwa hiyo kama serikali imelihifadhi hili jengo, imelikarabati vizuri na linaendelea kutumika kwa kazi nyingine. Sasa kazi nyingine ya kuhifadhi kumbukumbu ambazo zitawezesha juhudi mbalimbali zingine za kiukombozi ziweze kuendelea tukiwa tuna nguvu ya kuijua historia yetu. Basi leo tupo na mwanahistoria, tumuite mwanahistoria, nadhani mwenyewe atajitambulisha vizuri. Ni mama yetu, ni mtaalamu wa historia, anafahamu kumbukumbu nyingi sana za hii historia. Amekuwepo wakati huo, lakini amefanya sana kazi hizi za uhifadhi kwa muda mrefu. Ameandika vitabu vingi sana. Kwa hiyo leo atatushirikisha baadhi ya mambo muhimu ambayo yatatunufaisha sisi katika kuelewa hii historia kwa kina na kwa mapana yake. Kwa hiyo nitamkaribisha, lakini pia baadaye tutakuwa tuna tukio moja muhimu sana. Atakuja ametuletea zawadi sisi kama kituo. Moja ya vitabu ambavyo ameviandika kuhusu historia hii ameleta kwa ajili ya kuja kutupa sisi kama kituo tuweze kutunza. Ni sehemu ya utunzaji wa hii historia ya Tanzania, lakini historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo leo tuna matukio, tuna bahati hiyo ya kuwa na mgeni wetu. Karibu sana mama, utajitambulisha lakini utaeleza yale ambayo unayo. Nadhani pia na waandishi watakuuliza baadhi ya maswali kwa ajili ya kupata uelewa baadhi ya vitu muhimu sana kwa siku hii ya leo. Asante.